Kwanza uzungumze na wana TRA baada ya kumtambua mpinzani wenu ambaye ni Simba Sport Club ambaye mnakwenda kucheza naye kwenye hatua ya robo finali. Awali ya yote kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kufika sehemu hii salama. Lakini kingine pia tunawashukuru TFF kwa kuendesha draw ambayo imeenda kisasa na ilikuwa ya wazi kabisa. Lakini kikubwa zaidi tunawaambia wana TRA wa Tanzania kwa ujumla, sababu hii ni timu ya Tanzania, timu ya walipa kodi, kwamba tumepokea draw yetu dhidi ya Simba na tumejiandaa vizuri kwenda kuleta ushindani na tuna asilimia kubwa kwenda kupata matokeo. Tunawaheshimu Simba, lakini sisi tuna lengo la kwenda kuchukua kombe hili. Kwa hiyo huwezi kuchukua kombe la CRDB bila kuwatoa timu kubwa kama Simba au Yanga. Kwa hiyo wajiandae kwa mpira mzuri. Confidence imekuwa kubwa sana pengine ni kwa sababu baada ya kupata sare na Simba kule kwenye uwanja wa nyumbani, pengine mnaona inawezekana pia hata kwenye CRDB. Kwanza ni ubora wa timu yetu. Kama ukifuatilia vizuri ya mashindano ya CRDB, toka tumeanza kucheza hatuja concede goli lolote. Tulianza kwa kushinda goli 1-0 dhidi ya Rhino, tukaenda tukashinda goli 4-0, then tukaenda kumfunga Namungo nyumbani kwake goli 2-0. Sasa tunaenda kucheza na Simba, pia ni muendelezo ule wa kuendelea kupata matokeo. Lakini kingine ambacho watu wanashindwa kufahamu, sisi tuna kocha bora kabisa kwenye mashindano haya. So far Etienne hakuna ambaye asiyemfahamu, alikuwa na timu changa kabisa ya Mbao ambayo ilikuwa ni ukizungumzia kwa uwezo wa kifedha, ukizungumzia aina ya wachezaji sio sawa na TRA. TRA ina wachezaji bora zaidi, lakini aliweza kufika finali na akacheza na Simba, wakafika mpaka dakika 120 akapoteza mchezo. Kwa hiyo tuna kocha bora, lakini pia tuna wachezaji ambao wana CV kubwa. Unaweza ukaiona TRA ukafikiri ni timu ndogo, lakini ukienda individual players mmoja mmoja, kuanzia kwa wachezaji wa ndani mpaka kwenye waliopo benchi, tuna wachezaji wakubwa sana. Ni kwa vile tu watu hawafuatilii. Nitaka uje huko sasa. Tuna Chobwedo. Sasa kama una Chobwedo na wasiwasi wa nini? Muda wote anakupa matokeo. Basi tuamini kwamba tutaenda kupata matokeo. Mara mwisho umecheza na Simba Meja Jenerali Samuel pale. Mlipokea kichapo cha magoli 3. Pengine hii haiwapi wasiwasi kurejea pale Meja Samuel? Haitupi wasiwasi. Simba hawakushinda kwa sababu walikuwa Meja Samuel. Walishinda kwa sababu siku ya mechi walikuwa bora na sisi hatukuwa bora. Lakini tulipokuja Arusha Simba hawakuweza kupata matokeo. Sio kwa sababu walikuja Arusha, ni kwa sababu sisi tulikuwa bora zaidi kuliko tulipokuwa kwenye mechi ya kwanza. Na kuna sababu za kiufundi, kuna baadhi ya wachezaji tuliwakosa kwenye mechi ya kwanza, walikuwepo Arusha, na kwenye mechi hii tunamuomba Mwenyezi Mungu waamke salama pia watakuwepo. Lakini pia mwalimu aliwasoma Simba jinsi wanavyocheza, akafanya mabadiliko yakatupa matokeo. Kwa hiyo tunaamini kwa ubora ule tuliotoka nao Arusha tutaenda tena Meja Samuel tutapata matokeo. Malengo ni kuchukua kombe tu. Hakuna kingine, na kuiwakilisha nchi kwenye michuano ya kimataifa.